kama wadau wa sekta tumeona ni muhimu kukutana kuweza kuikuza sekta hii, kuendelea kuipatia nafasi yake stahiki kwa uchumi wa Tanzania na hata nchi ambazo zinatuzunguka katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Lakini ni washukuru sana waandaaji wa maonyesho. Ukisikia ni maonyesho ya ndege wafugwao, unategemea ukutane na ndege wafugwao na mazingira yake. Lakini nilikuwa najiuliza, ndio maana nikasema, waliposema nenda ukatembelee baadhi, nikasema natembelea wote, nikitegemea nitakutana ambayo waliona nisione. Lakini kumbe mimi nimeenjoy kuona kila kitu, and it was like siko na wafugaji. Lakini kumbe nimekutana na wafugaji, nimekutana na wazalishaji wa huduma pamoja na bidhaa mbalimbali kwenye sekta, na hasa kwa wafugaji ni vile ambavyo nimeona ule unadhifu. Ili sikuambia, nilichokuwa nakiona ni ule unadhifu, ule usafi. Unamuona kifaranga wa siku moja, mazingira yake aliyoandaliwa kutengenezwa. Kwa kweli unaona kabisa teknolojia imekuwa sana kuhakikisha kwamba tasnia hii inaweza ikakidhi matakwa ya soko la kimataifa. Hongereni sana wadau wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, tasnia ya kuku imekuwa ikikua na mwaka huu utumiaji wa mahindi umefikia tani 975,000 kwa mwaka, na utumiaji wa mashugu ya soya umeongezeka toka tani 4,000 kwa mwezi kwa mwaka 2017-18 na sasa umefikia tani 21,000 kwa mwezi. Uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa Tanzania katika tasnia hii umepunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi wa taifa wa baadhi ya bidhaa za kuku kama vile vifaranga, mayai, nyama na kadhalika. Niwashukuru sisi ambao tumeshiriki hapa kama waoneshaji, lakini pia kuja kujifunza. Niwashukuru sana sana sana. Hii nadhani inampa ujumbe mgeni wetu rasmi kwamba sekta hii inakuwa, sekta hii na watu. Kwa hiyo hongereni sana sana sana.